Mtakatifu kwa matendo makuu. Asante kwa neema yako ya ajabu. Utukufu na heshima na nguvu na uweza na mamlaka ni vyako milele na milele. Ni vyako milele na milele. Ni vyako milele na milele. Wewe unamiliki na kutawala milele. Unatawala vilivyo hai na visivyo hai. Unatawala wanaokuamini na wasiokuamini. Unatawala vitu vyote mahala popote. Baba, utukuzwe. Asante kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Hongera kwa kuwepo nyumbani mwa Bwana. Naomba tuketi. Atukuzwe Mungu ambaye ameanza pamoja na sisi toka ile tarehe 17. Tumeuona utukufu wa Mungu ukitembea. Tumemwona Roho Mtakatifu akihudumia watu. Niliwatangazia kwamba Mungu alisema na mimi kabisa kwamba Roho Mtakatifu aliniambia juu ya roho inayoharibu watoto. Na niliwaambia kabisa niliona roho inatembea, ina nafsi mbili. Nilipoikamata nikapigana nayo, nikaifunga. Kumbe ile nafsi iliyokuwa inashughulika na watoto ikawa imeshindwa. Alafu ikatokea nafsi nyingine ilikuwa inatembea kushughulika na uchumi wa watu. Napo nikaipiga. Roho Mtakatifu alikuwa ananionyesha katika kongamano hili. Na mmeona watoto wadogo ambao wameondolewa kwenye uchawi. Ule mtoto mdogo sana, lakini alikuwa anafanya vitu vya ajabu. Roho Mtakatifu ni mwema. Roho Mtakatifu ni mwema. Roho Mtakatifu ni mwema. Leo nitazungumza kitu kuhusu kitu kingine. Takizungumza ingawa sidhani kama nitakimaliza. Kinaitwa Roho Mtakatifu katika ujuzi wa mwanadamu. Roho Mtakatifu katika ujuzi wa mwanadamu. Na somo hili ukilifuatilia vizuri utatengeneza ushirika mkubwa na Roho Mtakatifu. Utatengeneza mahusiano ya hali ya juu na Roho Mtakatifu. Kwa habari ya Roho Mtakatifu ninaweza nikafundisha toka Januari tarehe 1 mpaka 31 Disemba nisiweze kumaliza. Kwa sababu Roho Mtakatifu hata tungeandika vitabu, dunia itajaa vitabu na tusimalize habari zake. Sasa leo nataka nizungumze kipengele hiki, Roho Mtakatifu katika ujuzi wa mwanadamu. Katika kuingilia na kumtumia mwanadamu kupitia ubinadamu wake. Katika kuingilia ubinadamu wa binadamu na akatenda kazi kupitia ubinadamu wake. Roho Mtakatifu katika kuingilia ubinadamu wa binadamu na akatenda kazi kupitia ubinadamu wake, zikatendeka kazi kubwa za Mungu zisizo za kawaida kupitia ubinadamu wa binadamu. Binadamu alivyoumbwa na Mungu ana ujuzi wa kutosha kugundua au kuvumbua na kuelewa kweli mbalimbali za kila aina. Binadamu alivyoumbwa na Mungu ndani yake amewekewa ujuzi kuliko viumbe vyote.
ndani ya binadamu kuna ufahamu mkubwa usio wa kawaida ambao unaweza ukagundua, na ndio maana binadamu amegundua akatengeneza meli inatembea juu ya maji. Wakati mimi ndio napata akili, nilikutana na wazee wangu wanaulizana, babu zangu kwenye kikao chao wanaulizana, eti meli meli inatembea juu ya maji Wakasema ina maana uzito wake hailingani na njiti ya kiberiti, maana kama ni nzito singezama, lakini ni kutokana na uwezo uliomo ndani ya mwanadamu. Binadamu anaweza kakaa kafikiria kabuni mashine za ajabu na zikatokea. Binadamu sio Mungu alipoumba hakuumba ndege. Binadamu wamevumbua wakatengeneza kutokana na uwezo uliomo ndani yao. Binadamu wameweza kupima vina vya bahari, wakajua urefu wa bahari, lakini kuna mambo ambayo binadamu hawezi kutokana na ujuzi wake kuyaelewa na kuyafahamu mpaka ameingiliwa na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Sasa leo nataka nizungumze eneo hilo, Roho Mtakatifu katika kuingilia na kumtumia mwanadamu kupitia ubinadamu wake. Tuanze nisome Wakorintho wa pili. Naomba msomaji wangu uwe makini, twende haraka nifundishe. Sitamani kuhubiri leo, natamani kufundisha. Wakorintho wa pili sura ile ya 11 na mstari wa 3 peke yake. Korintho wa pili 11 mstari wa 3. Maandiko nasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Kumbe ujuzi wa mwanadamu uliingiliwa na uharibifu wa shetani, lakini binadamu asingeingiliwa na uharibifu wa shetani. Lakini tukiwa katika Kristo tuna uwezo mkubwa mno wa kufikiri na kugundua. Ujuzi wa mwanadamu katika kuelewa na kugundua vitu mbalimbali baada ya dhambi ulififia. Naweza kutumia neno ulikufa. Ili tena urudi, lazima Roho Mtakatifu akae ndani. Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 5. Warumi sura ya 8 na mstari wa 5. Maandiko nasema, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Wanaofuata mwili, haya mambo tunaokaa sisi tunasherehekea, tunabubujika, hawaelewi chochote kwa sababu wanafuata mwili. Na si rahisi binadamu kutofuata mwili mpaka Roho wa Mungu ameingia ndani. Haleluya, haleluya. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Ninasema leo nifundishe. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Sasa sisi kwa sababu tuko kwenye kongamano la Pentekoste, tunaweza kuyaelewa mambo ya Roho na tunaweza kuyafuata, kuyagundua na tukayafuata. Haiwezekani bila Roho Mtakatifu kuyafuata haya mambo.
Na nisome tena Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Nitakwambia uishie wapi. Lakini ngoja kwanza waandike hivi: baada ya dhambi, mambo yote ambayo tulipewa kuyafahamu na kuyatenda yakawa fumbo. Mambo yote tuliyokirimiwa na Mungu kuyafahamu na kuyatenda yakawa msamiati. Kwa hiyo ndio maana tukajikuta mara wakiugua wanawaza, kwa sababu akili haiwezi tena kugundua kwamba yuko Mungu aliyetuumba. Uhai wetu ulitoka kwa Mungu, afya alitupa Mungu. Hawawezi tena kugundua. Wakaanza kufata mawe wanaabudu, wakaanza kuabudu miti, wakaanza kuabudu marehemu, wakaanza kuabudu vitu mbalimbali, kwa sababu akili. Katika kitabu cha Samueli anasema hivi: wala wakati huo hapakuwa na mafunuo dhahiri. Uwezo wa binadamu kugundua uwepo wa Mungu na utendaji wa Mungu ikawa ngumu. Akifikiria ni kama ninyi ambavyo mnatumia mitandao yenu haya ya simu. Unafika kwamba labda mnala huko mbali, simu inashindwa kufikia, inakata. Akili za binadamu, ufahamu wake ukawa hauwezi kugundua kwamba Mungu anaweza akanisaidia. Kwa hiyo ikawa shida, wakaanza kubuni vitu mbalimbali. Hebu tusome: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Ninaomba nitangaze jambo moja. Kuna watu wamekuwa wananifuata, wananiuliza, mbona mimi hujaniteua kuwa mzee wa kanisa? Ibla umemteua. Sasa Ibla amekaa hapo, wale watu wa media wameomba msomaji namna ya kumzoom wamuonyeshe kuliko akikaa huku. Kwa sio sijakuruka. Anakaa kwa wazee wa kanisa kuwasaidia tu watu wa kamera ili kufanya naye kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu rudia kusoma. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Haleluya. Yako mambo ambayo jicho la kibinadamu haliyaoni. Na siku moja Mungu anisaidie tu nikufundishe mstari huu. Mambo tuliyokirimiwa hatuyaoni, lakini yako mambo tuliyokirimiwa, tumepewa kuwa ya kwetu. Haleluya. Lakini sasa hatuwezi kuyafahamu. Jicho limeshindwa kuyaona, akili, moyo wa binadamu hauwezi kuyaelewa. Lakini sisi tuliookoka baada ya kupokea Roho Mtakatifu, yako mambo ambayo Mungu ametukirimia, tumefunuliwa. Haleluya. Haleluya. Watu wanaishi hapa duniani hawajui kwamba tumekirimiwa uzima wa milele. Wenyewe mbele yao wanaona kuna kufa baada ya maisha. Lakini sisi kwa jinsi ya Roho Mtakatifu tumefunuliwa kwamba kuna uzima wa milele baada ya kufa. Mambo ambayo jicho halikuweza kuyaona wala sikio haliwezi kuyasikia wala akilini kwa utafiti wowote hayawezi kugundulika. Lakini sisi, oh, haleluya. Haleluya. Rudia huo mstari, hebu yarudia haya maneno. Kuna mtu hajaelewa bado. Yako mambo tuliyokirimiwa na Mungu, tumepewa na Mungu. Siku moja nitafundisha orodha, kifurushi cha mambo tuliyokirimiwa.
Ninyi mlioko nje huko tushirikiane, mnatufuatilia kwa njia ya TV. Kanisa letu limekuwa dogo, naomba tufatane vizuri. Bwana asifiwe huko nje. Bwana asifiwe huko nje. Amen. Hebu yasome tena hayo maandiko. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho wa dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kujua yale tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena, si kwa maneno anayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali anayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Haleluya, haleluya. Jicho halikuyaona, sikio hata yakielezwa hayaeleweki, hata wakisikia hayaeleweki. Lakini kwa neema ya Mungu sisi tuliompokea Roho wa Kristo ametufunulia, na anasema tumempokea huyo Roho kwa makusudi. Lengo la Roho Mtakatifu kuja juu yetu, makusudi atufunulie mambo tuliyokirimiwa. Haleluya. Yako mambo mengi tumekirimiwa, watu hawajui, wanaishi kama yatima, lakini kwa Roho Mtakatifu tunapata kuyatambua mambo ya Mungu aliyotukirimia kwa ajili ya hapa duniani na kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa naomba twende taratibu kidogo ili kila mmoja niende naye. Natamani kila mmoja nifatane naye, nisimwache mtu yeyote. Katika mambo tuliyokirimiwa, siwezi kuyataja yote leo. Ninaweza nikayataja kwa ujumla wake, mambo tuliyokirimiwa hapa duniani. Tumekirimiwa na Mungu. Petro kwa Roho Mtakatifu akatambua ya kwamba kama Yesu nimemwamini, alitendalo naweza kulitenda. Akatambua hilo, amekirimiwa kwa Roho Mtakatifu. Akadiriki kumwambia Yesu, kama wewe ndiyo Kristo, niruhusu nitembee juu ya maji. Kwa Roho Mtakatifu aligundua kwamba amekirimiwa. Haleluya. Sasa kumbe kuna vitu tumekwisha kukirimiwa. Akaenda kwenye msiba, watu wamefiwa, na rafiki yao anaitwa Tabitha, Dorcas. Alipofika akawaambia, nina mambo niliyokirimiwa na Mungu kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Akafika kirahisi tu, anamwita Tabitha. Sasa hivi mfikirie mtu ambaye anakwenda kwenye maiti. Biblia inasema maiti amekwisha kuoshwa, amefungwa tayari kwenye sanda, tayari kwa mazishi. Yeye anafika anamwita. Zinamtosha akili? Yeye anamwita Tabitha. Anatambua mambo ambayo akili haziwezi kuyatambua, elimu haiwezi kuyaelewa, lakini kwa Roho wa Mungu anatambua mambo tuliyokirimiwa. Linganisha na Isaya 64 na mstari wa 4 usome. Isaya 64 mstari wa 4. Paulo alimenukuu andiko hili
Anasema lakini mambo ambayo jicho likiyatazama lielewi. Siku moja nilihudhuria msiba, ni hapa Dar es Salaam, nilienda kule Mlandizi. Watu wamefiwa na baba yao. Baba yao alikuwa mtumishi wa Mungu. Wameweka geti kuanzia kama kule barabarani kule, wameweka mageti kote. Unapokuja kwenye msiba, marufuku kufika unalia. Ukilia wanakwambia lia, ukianza kwenda hapo anza kucheka. Hao watoto wa baba yao ndio amefariki. Sio kama mnanielewa? Yaani wamefiwa na baba yao mzazi, halafu wamefunga utepe kama barabarani kule, huko na huko wamefunga utepe, na huko wamefunga utepe, na huko wamefunga utepe, na wanasema hapa haturuhusu aje binadamu yeyote analia. Na ukilia msiba huu haukuhusu. Sio, nawaelewa watu. Wao wanasema baba yetu ameenda mbinguni, mambo ambayo jicho likiangalia. Sasa wanamtaa wakawawekea kikao baada ya msiba kupita. Mnakatazaje watu kulia? Hawa watoto wana matatizo, mambo ambayo jicho haliwezi kuyaelewa, wala sikio, wala akili, wala moyo. Lakini wao katika ulimwengu wa roho wanamuona baba yao yuko kwenye sherehe, anasherehekea na malaika. Oh, haleluya! Hawezi ukaona hayo mpaka kwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Siku moja mzee Kazoka amelazwa pale Mloganzila. Tukafika pale mapema, tukakuta hali imebadilika. Mama Kazoka akashindwa kusurvive, akazidiwa kabisa, akashindwa. Baba hali imebadilika. Baadaye tukaongea naye, Roho wa Bwana akaja juu yake, yende akaanza kuomba. Mimi bado nazungumza na mzee, yeye akakazana kuomba kwa jina la Yesu. Akafurika mle Roho Mtakatifu. Baadaye nikaanza tu mimi kumsemesha yule mzee, ninaongea naye habari za uinjilisti wake. Babu, nakumbuka tulivyoenda kuhubiri kule Ulongoni kule, namna wale pepo ulivyowapiga. Sikiliza, mambo ambayo daktari hawezi kuyaelewa. Yule mzee akaanza kufurahi, akaanza kuimba nyimbo za kuabudu. Haleluya! Ni kwa namna gani wale watoto wanamuona baba yao? Sikiliza, yako mambo tuliyokirimiwa. Kwa Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu anatusaidia. Sitaweza kumaliza nikiingia sana humo. Sijui. Hebu soma hiyo Isaya 64. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala hawakufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu, ila wewe atendaye mambo kwa ajili yake amgojeaye. Toka zamani watu hawajawahi kugundua mambo waliokirimiwa na Mungu. Wakiyatafuta kwa njia ya elimu wanaona. Sasa wale watoto, nimalizie ushuhuda wao. Wakazika baba, siku ya mazishi ya baba yao, walipoleta mwili kutoka hospitali, wakaalika kwaya zinazocheza sana, na wenyewe wakashona sare wakacheza sana. Watu wako yani ulokole, jamani, ulokole huu. Hivi ulokole ni ujinga gani? Baba yenu amekufa. Wanaona mmoja wao ni mwimbaji mzuri sana, akasema baba hayumo kwenye jeneza hili, baba yetu hayumo kwenye hilo jeneza. Kwenye jeneza mmefunika udongo, lakini baba yetu amepokelewa mbinguni, ana sherehe, ana tafrija, hata ugua tena wala hajafa, ila haleluya! Yako mambo tuliyokirimiwa. Mungu akusaidie.
Roho Mtakatifu akusaidia. Hayo ninasema, ngoja nihame hapo. Nihame hapo kidogo. Maeneo makuu, andika maeneo makuu ambayo Roho Mtakatifu hutamani kuingilia ujuzi wa binadamu. Maeneo makuu ndani ya binadamu ambayo Roho Mtakatifu anatamani kuingilia huo ubinadamu wa binadamu. Eneo la kwanza, nafsi, ambamo hufanya kazi ya kusadikisha. Ndani ya nafsi ambamo hufanya kazi ya kusadikisha. Wale waliosikiliza somo langu la utendaji wa nafsi, nilisema hivi: binadamu anapopokea taarifa zozote zikiwa nzuri au mbaya, kwanza huwa linafuata swali. Ukimwambia cheka, atauliza kwa nini. Hakubali kucheka mpaka aone sababu ya kichekesho. Ukimwambia lia, anauliza kwa nini. Nafsi inataka itafsiriwe. Nafsi ikishibishwa, ndipo sasa anapeleka taarifa kwenye mwili, mwili unaitikia kicheko. Sasa eneo la kwanza, kusadikisha, kwa lugha nyingine linaitwa kuhakikisha. Eneo la kwanza, kusadikisha, kwa lugha nyingine linaitwa kuhakikisha, kupewa uhakika, kupata udhibitisho. Hilo Roho Mtakatifu anataka aingilie kwenye ujuzi wa binadamu. Eneo la pili tunaliita kuzaa upya, kwa lugha nyingine tunaliita kuvuvia. Wewe fundi mitambo, hii nani, maiki yangu hii haifanyi kazi. Hii kuna kitu hakinifurahishi. Kwa maneno mengine inaitwa kuhakikisha, kutoa uhakika. Kusadikisha. Eneo hili kusadikisha nitalichambua baadaye kidogo. Hapo Roho Mtakatifu kwenye ujuzi wa binadamu, kwa sababu binadamu huwa anafanya kile anachoamini, huwa afanya asichoamini. Sijui kama unanielewa. Leo nasema nifundishe taratibu. Binadamu ukimwona alivyo, huishi anavyoamini. Kama anaamini kujinyima, kujibana, kujinyima, kujibana, atajenga, ataishi hivyo kwa sababu ndivyo anavyoamini. Kama anaamini mimi ninatafuta nini na kufa kesho, anaponda mali na kufa kwaje. Nilikuwa naongea na mtoto wa binamu yangu mmoja. Nikamuuliza, wewe kwani mali za baba yenu mmezipeleka wapi? Mimi anko za kwangu nimetafuna zote. Nikamwambia, kwa nini? Utaishije sasa? Mimi sitegemei kumomba mtu. Kwanza mimi hapa nilishaathirika, nimeathirika na kufa kesho. Nikamwambia, usiamini hivyo. Kwa hiyo ili Roho Mtakatifu ampe utendaji mtu, huwa anashughulikia eneo la kusadiki, anamsadikisha.